Hujambo mtazamaji wa The Chanzo na mfuatiliaji ambao umekuwa kutufuatilia kila wakati na kila saa. Karibu sana kwenye mazungumzo maalum haya ambayo tutakwenda kuyafanya hapa siku hii ya leo. Itakumbuka kwamba kwa miaka kadhaa sasa katika eneo la Ngorongoro limeendelea kuwa kitovu cha mjadala hasa nchini Tanzania, mjadala ambao unahusu masuala ya ardhi, lakini pia uhifadhi, mazingira na haki za jamii asili ambayo inaishi katika eneo lile. Sasa kufuatia malalamiko ambayo imekuwa ikiwasilishwa na wakazi wa eneo hilo kwa muda sasa. Itakumbukwa kwamba Rais Samia alikutana na wakazi wa eneo lile hasa viongozi wa kimila ambao walizungumza kwa kina na kisha akaunda tume ambazo zimekwenda kufanya tathmini na kuweza kuangalia hali halisi pale katika eneo lile la Ngorongoro. Sasa tume ya kwanza yenyewe ilikuwa imejikita kuangazia masuala ya ardhi, lakini nyingine ikichunguza umiliki wa matumizi ya ardhi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Lakini tume ya pili pia iliangazia mchakato wa uhamisho wa hiari kwa wakazi kutoka eneo la Ngorongoro kuelekea Msomera kule mkoani Tanga na baadhi ya maeneo mengine ambayo yametajwa. Lakini pamoja na hatua hizi zote ambazo zimefanyika, tume zimefanya tathmini yake na zimewasilisha ripoti yake mbele ya Rais Samia. Yapo maswali ambayo yanaendelea kuibua hoja, kuibua mjadala mpana, na miongoni mwa hayo ni kwamba mapendekezo yaliyopendekezwa yanaweza kuwa na athari gani na pengine yanaweza kaibua kilio gani kwa wakazi na wananchi ambao wanaishi katika eneo lile. Na miongoni mwa mambo ambayo yalipendekezwa na tume, hasa tukiangazia ile tume ya uhamaji ulioitwa uhamaji wa hiari ambayo ilikuwa mwenyekiti wake ni Musa Iyombe, wenyewe ulizungumza ulichofanyia kazi, na miongoni ni kwamba ni kuanzishwa kwa chombo huru cha uhamaji, lakini pia kuongeza ushirikishwaji wa wananchi, lakini pia kurekebisha mifumo ya motisha kwa maana kile kiasi ambacho wanapewa, lakini kuandaa mpango mahususi wa uhamaji wa kitaifa. Lakini kwa upande wa tume ya pili, tume ya ardhi yenyewe imeeleza kwa kina marekebisho ya sheria ya Ngorongoro sura namba 288, lakini pia kutenganisha matumizi ya ardhi yani uhifadhi na shughuli za kibinadamu, lakini pia kuwatambua rasmi wakazi na mifugo yao, lakini pia kulinda mfumo wa ekolojia ya Serengeti na kuhakikisha uhifadhi endelevu wa utalii. Na mwisho wa siku akipokea ripoti hizo sasa mnamo Machi 12 mwaka 2026, Rais Samia alieleza kuwa serikali itaendelea na uhamisho, lakini mfumo ulioboreshwa na ushirikishwaji wa wananchi amedai kwamba utaongezwa, na Ngorongoro amedai ni urithi wa taifa na dunia, hivyo lazima uweze kulindwa. Sasa huku serikali ikiahidi maboresho na tathmini ya tume zilizowasilishwa, bado kuna mjadala kutokana na wadau mbalimbali wa haki za binadamu kuhusu uhalali wa mwelekeo hatua hizi. Lakini leo tunaye Joseph Moses Olishangai, mwanasheria na mtetezi wa haki za jamii ya kiasili pale Ngorongoro, na amekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba haki za msingi za binadamu zinafuatwa pale. Bwana Joseph Moses, karibu sana kwenye mazungumzo haya. Okay, asante sana. Na pengine kabla hatujaanza kuzungumzia ama kujadili kile ambacho tuko nacho kwa siku hii ya leo, pengine kabla hatujaenda sasa kwenye sera za sasa, mabadiliko ya kihistoria, kuna kitabu kimoja kinaitwa Through the Maasai Land cha Thompson. Kinaonyesha uwepo wa muda mrefu wa jamii za Kimaasai katika eneo hilo. Sasa unazichukuliaje tafiti kama hizi na simulizi ukilinganisha na hoja ambazo zinadaiwa kuwa wakazi wa Ngorongoro ni wa hivi karibuni? Okay, nadhani umeanzia engo nzuri sana. Ndio. Kwa sababu vitu ambavyo vimekuwa vikitumika kama propaganda ndio ni vichache: idadi ya watu, idadi ya mifugo, timing, kwamba hawa watu ni watu kuja, hawa watu ni watu wa juzi. Nadhani umetoa mfano mmoja. Kuna jamaa aliandika hiyo kitabu inaitwa Through the Maasai Land, anaitwa Joseph Thompson. Na sio yeye peke yake. Alikuwepo jamaa anaitwa Joseph Thompson Through the Maasai Land, alikuwepo jamaa anaitwa Charles New. Aliandika 1800 kama 70. Alikuwepo mchungaji mmoja ambaye alifika maeneo ya Kenya. Lakini vile vile kuna jamaa mmoja anaitwa Fala, aliandika Native of the East Africa. Na kuna mtu aliandika Ngorongoro First Visitor, wanamuita Ngorongoro First Visitor, ambaye by the way ni makosa kwa sababu alifika Ngorongoro
1891 wakati Fala alisha publish 1890. Ndio. Sasa hawa wote walau Charles New, Joseph Thomson ana describe Maasailand nadhani kwenye chapter ya pili, nani chapter 1 nani kama page ya pili ya kitabu chake, anasema the area subject to this book which is the Maasailand in a diagonal shape ambayo inatoka kwenye Lake Rudolph ipo Kenya karibia na Turkana mpaka Dodoma. So is a very big chunk of land, anaita Maasailand. Yeye kwa theory zake ambaye baadhi sikubaliani na baadhi, lakini nisema alichosema, anasema hawa watu wanasadikika walifika miaka 300 iliyopita. Yeye ameandika karne ya 19, miaka 1800 na sasa miaka 300 iliyopita ni lini? Ni mwaka 1500. Moja, Wamasai sio walau hawakuwa na formal education, wanatumia historia, yani kusema, ambayo kukadia miaka ni ngumu. Lakini sema machache ambayo huwa Wamasai wanasema wametokea sehemu, yani they are northern people. Na tukubaliane hii dunia ina migrant. Ndio. Najua tulishafundishwa walau shule kwamba Ngoni migration walitokea South Africa. The Bantu are from the West Africa. It is a fact ambayo is not disputed. Kwa Masai vile vile inawezekana ni migrants, kama ambayo dunia yote ni migrant. Hatujui kwamba binadamu wa kwanza alikuwa wapi, of course naambia Ngorongoro. Sasa katika historia za Wamasai, walau mimi achana na Charles New, achana na Joseph Thomson. Mimi Joseph Moses Ole Shangai. Yes. Huyo Shangai ni nani? Shangai sio baba yangu, Shangai sio babu yangu, Shangai sio baba yake na babu yangu. Baba yake na babu yangu anaitwa Ole Shangai, ambaye ndio jina mimi naitumia. Shangai ni baba yake, alizikwa kwenye eneo linaloitwa Oldiani. Ni miaka mingi sana, kwa sababu huyo anaitwa Ole Shangai ambaye mimi natumia kama surname. Alikuwa age group inaitwa Talala, ambao walikuwepo Mamorani miaka 1860. Sasa kuja kusema Wamasai wamefika karne ya 19, that is a joke. Is a complete joke. Na bahati mbaya hii theory yetu ya conservation, nimesema mara kadhaa, inajengwa kwenye dhana ya uongo ili kuhalalisha, na mojawapo ni uongo wa kihistoria. Na watu wengi wameshaandika, hakuna mtu, hata Wamasai, hakuna Masai anaweza akasema ni lini Wamasai walifika. Hakuna Mbarbaig atakwambia ni lini, wala hakuna Mwandozabe, wala of course Wangoni walau tunaambiwa na viongozi wao tangu South Africa wanasema, lakini si wote. Kwa hiyo labda niseme kwenye si watu wa 1900. Kuna kesi tulishaifungua, serikali wakasema wamefika Ngorongoro 1959. Baba yangu alikuwa mtoto, alishaondolewa Serengeti. Haimaanishi Wamasai wakuwa Serengeti. Nimesema babu yake na babu yangu alizikwa Oldiani. Babu yake na babu yangu. Babu yake na baba amezikwa sehemu inaitwa Esere, ambayo by the way inaitwa Ormoti. Ukiulizwa Wamasai wanasema Ormoti Ole Shangai. It was his place. Kwa hiyo this is completely ni uongo. Nadhani kwa hiyo tuendelee, imetengenezwa kwenye premise ya uongo ambayo it will never stand in a test. Ukisema tu kidogo Wamasai know the history. Sasa ukiachana na maandiko simulizi ambazo zimeandikwa na baadhi ya waandishi kuhusiana na historia huko, pengine wewe kama mtu ambaye umekulia katika eneo hilo, una ushahidi gani wa kutuambia kwamba sasa hili eneo asili yake ni jamii ya Kimasai, wakati tume yenyewe imesema kwamba kwenye eneo lile wanaoishi pale sio Wamasai peke yake, kuna makabila mengine. Na sitaki sana kuzungumza ethnic, lakini mwaka 1934 ni vizuri sana tuelewe historia, na bahati nzuri I know a bit of it. Yes. Mwaka 1934 Waingereza baada ya kuchukua koloni 1920 walitengeneza kitu inaitwa Native Authorities, ambayo
nchi iliyokuwa Tanganyika iligawanywa katika mifumo ya wilaya na wilaya. Kwa upande wa Northern kulikuwa na wilaya ya Moshi, kulikuwa na wilaya ya Arusha, kulikuwa na wilaya ya Mbulu na kulikuwa na wilaya ya Mwanza. Wilaya sio mkoa, wilaya ya Mwanza. Hiyo walikuwa wanazungumza 1923. Ndio. 1934 kulikuwa na sehemu ambayo haikuwa governed, ilikuwa haitawaliwi na ilitengenezwa kitu inaitwa Maasai Reserve. Tofauti na maeneo mengine ambayo iliwekwa katika mfumo wa wilaya, Wamasai walilazimishwa kuingia katika mfumo wa reserve system, tofauti na makabila mengine yote ya Tanzania, walau the history that I know, ambayo vile vile itumika Kenya. Hii reserve ni wapi? Na watu wengi wameandika wanaojua historia. Hii reserve ni eneo sasa inaitwa Kiteto, inaitwa Simanjiro, inaitwa Monduli, inaitwa Longido. Ikatengenezwa kuwa reserve ambayo kuna mtu mmoja nilishamtaja anaitwa ameandika the first visitor, jina lake nitamkumbuka, na ambaye kimsingi ameshakuwa referred na watu wengi, wakiwemo watu wa serikali walioandika kitabu cha Sokoine walirifaa hiyo kitabu. Wanasema, na huyo jamaa hiyo kitabu nayo anasema wakati anapita 1891 eneo la sasa la Karatu ambaye kimsingi wako wa Iraq walikuwepo Wamasai na eneo lote la Ngorongoro. Kwa nini leo wapo wa Iraq? Wapo wa Iraq kwa sababu Wamasai waliondolewa Karatu ili kulazimishwa kwenda kwenye reserve ambayo ni Simanjiro, Monduli, Longido, Kiteto. Eneo la Ngorongoro na Serengeti haikuwekwa katika mfumo wa Maasai Reserve, na kuna Wajerumani wawili walikuwa na mashamba, kwa sababu actually ilianzishwa na Wajerumani. Hiyo reserve system ilianzishwa na Wajerumani. Kwa jamaa ameandika kitabu, ni Mjerumani mmoja, akawa anazungumza kuhusu Wajerumani wawili waliokuwa na mashamba Kreta. Akasema wakati Wamasai wanaondolewa, eneo la Ngorongoro lilibaki ambalo halikuwa kwenye reserve, lakini Wamasai waliendelea kuishi. Sasa narudi 1934. Mwaka 1934 eneo la Ngorongoro, Loliondo, Serengeti halikuwa kwenye mfumo wa kiwilaya, walau kwa documents za kikoloni na file. Wakawa wanasema tuiweke wapi? Tuiweke wilaya ya Arusha, ama tuitengeneze wilaya ya Masai, ama tuweke katika wilaya ya Mwanza. Hao wakoloni wakasema kwa sababu hii nchi ilifaa kama nchi, hii nchi ina Wamasai peke yake, isipokuwa kabila linaitwa Wasonjo karibia na Lake Natron, itakuwa ni kutowatendea haki tukiwapeleka kwenye eneo ambalo ni Sukumaland kwa maana ya wilaya ya Mwanza. Ndio ikatengenezwa ile wilaya ya Masai. Ilianzishwa 1928. Mwaka 34 eneo la Ngorongoro, Loliondo na Serengeti likaongezwa kwenye wilaya ya Masai. Kwa hiyo hii tunayoitwa, I want to be clear, wa Barbite for example, ni kweli wameshakuwa na interaction na Ngorongoro, lakini wakati eneo la Ngorongoro linaanzishwa mwaka 59 hawakuwa katika eneo la Ngorongoro, na ndio maana section 6C ya sheria ya Ngorongoro iliwatambua Wamasai kwa sababu ndio waliokuwepo katika eneo la hifadhi. Inawezekana kuna Mbarbike mmoja labda yupo ama wawili ama watatu, lakini sio katika mfumo wa kijamii, kwa sababu kulikuwa na Wahindi vile vile. Kulikuwa na Wahindi waliokuja wakati wa trophy hunting, kulikuwa na prosperity sana kwenye maeneo ya Masai kwa sababu kuna wanyamapori. Walikuwepo watu wanaotokea maeneo nyingi sana, walikuwa wanafanya biashara ya trophies. Walibaki, familia zao zipo, uweze ukasema sio kwao, sio, hawezi kurudi India, hatujui kama wametokea India. So hii kutengeneza narrative kwamba kuna wengine, kwani sisi hatubishi kwamba Wabarbaig kusema ni kwao ni tatizo, hatusemi hivyo. Je, kama ni kwetu na kwa Wabarbaig na kwa Wahadzabe ndio tuonewe? Je, ni kweli kwamba Wamasai hawakuwepo wakati hifadhi inaanzishwa, ama miaka mingi sana kabla? Lakini wakati hifadhi inaanzishwa na wakati wilaya Masai inaanzishwa, eneo la Ngorongoro kwa maana ya eneo la hifadhi ya sasa na Serengeti, kulikuwa na Wamasai tu, isipokuwa upande wa Western Serengeti ambayo kulikuwa na makabila
yanayozunguka Serengeti, mkoa wa Mara sasa na mkoa wa sasa wa Simiyu, lakini eneo la Ngorongoro lilikuwa na Wamasai kama jamii. Kulikuwa na watu wengine tu walikuwa wanafanya biashara na nini, zilikuwepo kwa sababu hata Wamasai walikuwa wanapata unga kutoka kuuziwa na wafanya biashara ambao kimsingi hawakuwa Wamasai. Kulikuwa na Wairaq, kuna Wairaq wamezaliwa Embulen. Uwezo kawaambia nendeni kwa sababu hapa si kwenu. Kwa hiyo lakini hiyo premise inayotengenezwa, wanataka kubadilisha section 6C, sio kwa purpose ya kuweka Wabarbaig wala Wahadzabe, ni kuondoa protection. Na labda ni muhimu sana watu waelewe hii section 6C ilianzishwaje. Wakati kulikuwa na interview mbili, moja sio interview, moja ni mkutano wa Governor Turnbull alikutana na Orkiama ya Kimasai. Wakati anazungumza akasema tunawaondoa Serengeti na tunatazamia kuanzisha hifadhi ya Ngorongoro. Kipindi cha ukoloni sasa. Yes, na akasema ili hatutaifanya iwe national park. Kwa nini inaitwa Ngorongoro Conservation Area? Kwa nini haitwi park? Kwa nini haitwi game? Kwa sababu wakati wa debate ya ama Wamasai waondolewe jumla Serengeti na Ngorongoro ama wabaki eneo moja. Baada wakati wanabakisha Ngorongoro wakasema ili eneo la Ngorongoro tusije tukaweka neno park kwa sababu Wamasai watakumbuka tuliowafanyia Serengeti. Kwa hiyo tutengeneze jina, na kulikuwa na majina mawili yalikuwa proposed na mtu mmoja mnamjua sana kama Dr. Louis Leakey aliyegundua fuvu. Hiyo mnajua katika engo hiyo. Lakini ndiye aliyekuja na proposal ya majina mawili. Moja iitwe Masai Conservation Area ama Ngorongoro Conservation Area. Those are the two names. Sasa wakati governor anazungumza na Orkiama 58 akasema tutaanzisha hifadhi yenye malengo matatu. Moja, kuendeleza maslahi ya watu wanaoishi katika hili eneo. Mbili, uhifadhi. Tatu, utalii. Na akasema ikitokea conflict ambayo tunayo sasa hivi, maslahi ya watu ndio yalindwe, sio ya uhifadhi wala ya utalii. Baadaye wakatunga sheria ambayo section 6C inasema malengo ni matatu kama alivyosema governor. Mimi ni mwanasheria. Ukitaka kutafsiri sheria, kuna principle tunatumia kwamba originality, what was the purpose of those who created the law. Wale waliotunga sheria walikuwa wanalenga nini hasa? Walikuwa wanalenga kwamba kuwe na maslahi matatu. Ikitokea ugomvi, utalii utoke, uhifadhi utoke, au watu walindwe. Then mwaka 1858 tena governor aliyepita anaitwa Governor Twining, nadhani mnakumbuka, tarehe 5 Septemba mwaka 58 alifanya interview na BBC. Tunachokiona kwenye tume essentially ndio imekuwa propaganda kuhusu Ngorongoro. Na nitawatumia interview kwa sababu ilikuwa ni interview ya BBC. Amesema huu uongo wote si wa kweli. Wamasai hawatahatarisha wanyamapori. Huyo ni governor wa kikoloni. Hawatahatarisha wanyamapori. Hiyo idadi mnayosema wamezidi kupitiliza si ya kweli, ni propaganda za waondoa. Akasema hii ardhi ni yao, na tukitaka kuendeleza Serengeti na kuilinda, na kwa maneno yake akasema hivi, soon hii nchi itakuwa huru. Alisema hivyo kwa maana Tanganyika. Na hii nchi ikiwa huru, hao watu tunawaonea na wenzao, kwa maana ya watu weusi, sio kina Nyerere na others. Siku wakipata uhuru, kitu cha kwanza watakifanya is to revisit the idea of Serengeti, kwa sababu hao watu wamenyang'anya ardhi yao bila haki. Sasa ili wasahau ya Serengeti, tusije tukagusa Ngorongoro. Sasa miaka 65 baadaye, hao ambao Twining alidhani wanakuja kututetea, wamerudia propaganda za conservation NGO ya 1950s. Kwa hiyo uongo sio wa leo, sio ya hii tume ya Ndika wala ya Yombe wala ya multiple land use reports wala ya 1980s. Is a propaganda ambayo we know the dates tangu mwaka 52. It was a very serious propaganda. Kulikuwa na mashirika yalitoka US, 33 organization
from US, ilikuwa inaongozwa na mtu mmoja anaitwa Lee Tablot, alikuwa president of IUCN. Then kulikuwa na mashirika mengi sana, yanatokea Ubelgiji, yanatokea Germany, yanatokea UK, yanatokea France. Wakati ule kwa Afrika Mashariki kulikuwa na Tanganyika National Park na kulikuwa na Kenya Wildlife Authority. Hiyo ndio ilikuwa ambayo Dr. Louis Leakey alikuwa anatokea Kenya Wildlife Authority. Sawa, tutarudi huko pengine. Umenukuliwa mara kadhaa ukisema kwamba uhifadhi ulikuwepo kwa muda mrefu, na pengine baada tu ya mabadiliko, yani masuala ya uhifadhi yalikuwepo muda mrefu tangu miaka hiyo, na umekuwa ukieleza mchakato mzima kwamba tangu kipindi cha ukoloni watu wamehamishwa kutoka Serengeti wakapelekwa Ngorongoro ambayo ni eneo la uhifadhi, na lakini unanukuliwa pia ukisema kwamba ilivyofika mwaka 2021 tu, siku 6 baada ya speech ama baada ya Rais Samia kuaddress public, ndipo ambapo hali ilibadilika kwamba watu walianza kuhamishwa. Unadhani pengine sasa kilichowasilishwa na tume hii ambayo tume zote mbili zilizowasilishwa, unadhani kuna mabadiliko yanaweza yakatokea hivi karibuni? Okay, nadhani ni eneo zuri vile vile. Ni kweli kwamba Ngorongoro imekuwa na issues nyingi sana ambayo tulidhania ni issues za kiuhifadhi tangu wakati huo. Nimesema kulikuwa na propaganda nyingi, but it was from the west, ni watu wa magharibi, ni wazungu. Wakati wa kina Nyerere kulikuwa na attempt ya kuondoa watu na ilikuwa inasukumwa vile vile na wazungu. Kulikuwa na watu kama kina Professor Jimek na wengine, ambaye kimsingi nitakuwa short, mwaka 91 ilifanyika mchakato. Kwanza mwaka 80 ilifanyika mchakato wa kuondoa Ngorongoro. Mkutano mkuu wa CCM wa mwaka 80 ulijadili na ukasema kama CCM maslahi yetu ya muda mrefu hao watu watoke. Ilikuwa ni ajenda namba 8 ya mkutano mkuu wa CCM mwaka 80. Mwaka 91 ikajadiliwa, huwa inakuja inakimbia, inakuja inakimbia. Na niseme mwaka 80 walipotaka kuhamisha watu, serikali waliwafuata UNESCO kwa sababu Ngorongoro ilikuja kuwa UNESCO World Heritage mwaka 80. Ndio. Iliwafuata UNESCO ikawaambia fanyeni tafiti, tunataka kuwaondoa watu lakini tunahitaji backup. Na ni muhimu kwa sababu tutalink na speech ya Samia. Sasa ikaundwa tume iliyokuwa na watu kadhaa. Alikuwa anaitwa Professor Catherine Homewood, Alan Rogers, alikuwepo pale Kiponya, alikuwepo kama mwakilishi wa wakati ule ni mbuga wa Ngorongoro, walikuwepo watu wengine kadhaa. Alikuwepo conservator wa kwanza wa Ngorongoro ambaye ni mzungu pekee ambaye ni mhifadhi wa Ngorongoro. Ikaja na findings, wakasema tumegundua TOR ilitengenezwa, ile term of reference, adidu za rejea zilitengenezwa ili sisi tuhalalishe hao watu waondolewe, lakini tulichokuja kukikuta ni kinyume chake. Hao watu sio hatarishi, maneno ambayo alisema nani Governor Twining September 1958. Inatumika propaganda ambayo si ya kweli, na wakasema wabakisheni hao watu. Kwa hiyo hawakuondolewa wakati wa Nyerere kwa sababu hiyo idea ilizimwa na watu waliotumwa na UNESCO. Okay? Sasa mwaka 2091 ilifanyika tena attempt, na kuna barua ya waziri mkuu wakati ule mwaka 91 wakisema hawa watu tuwahamishie eneo la sasa linaitwa Pololet. Nadhani mnaijua Pololet 2022. Ndio. Kwa nini hawakupelekwa? Hawakupelekwa kwa sababu mwaka 92, mwaka mmoja baada ya haya majadiliano, eneo la sasa la Pololet na eneo lote la Loliondo alipewa Mwarabu OBC. Kwa hiyo kwa sababu issue ilikuwa ni hela, issue ilikuwa ni idea ya kuhamisha watu ikaondoka kwa sababu hela imepatikana kutoka OBC. Then na ardhi ya kupeleka ikaisha. Mwaka 2006 na 2007 wakati wa Rais Kikwete ilikuja tena hii idea, na watu wakapelekwa kijiji kimoja kinaitwa Jema, iko Donyo Sambu, tarafa ya Sale. Ndio. Familia kama 200. Swali ambalo tunatakana tujiulize, hizo familia 200 ziko wapi? Tume ya Multiple Land Use Report ya 2019 ilienda Jema. Hakuna watu Jema. Yaani watu waliopelekwa 2009 na 2007 na 6 na 7
2018 hawapo jema. Wako wapi? Tume haisemi kwa sababu waliondolewa kwa nguvu, kwa sababu hakukuwa na organization na watu walikutwa kwenye maeneo yao. Unapeleka watu kwenye eneo la watu wengine, mwisho wa siku wataendelea kuondolewa. Sasa ndio 2021 akaja Rais Samia, and this is a trigger of everything. Mimi tatizo tulionalo sasa hivi ina mahusiano ya moja kwa moja na Rais Samia. Ilikuwepo wakati wa ukoloni, ilikuwepo wakati wa Nyerere, ilikuwepo wakati wa Mwinyi, ilikuwepo wakati wa Kikwete, na ilisungumzwa wakati wa Magufuli. Sasa Samia alipoingia siku ya 19 akiwa madarakani, 19 tarehe 6 mwezi wa 4, akazungumza. Alikuwa anawapisha watu kwa mara ya kwanza siku 10 baada ya Magufuli kuzikwa. Akasema, Ngorongoro tuna tatizo, tuna changamoto. Na mimi niliandika article The Chanzo. Na I thought ni unaweza kuwa rais lakini usio na taarifa zote. I thought nikaandika what President Samia need to know about Ngorongoro. Nilidhani hajui. Labda amekuwa fed wrong information. Akasema tunahitaji ama Ngorongoro ife ama watu watoke. Siku 6 baadaye, baada hiyo kauli, Ngorongoro wakaandika notisi ya kwamba kuna wahamiaji haramu, wametumia lugha haramu, kuna nyumba zimejengwa bila vibali. Kwenye hizo nyumba wakalist, kulikuwa na shule 9 za serikali, kulikuwa na dispensary 6 za serikali, kulikuwa na kituo cha polisi, kulikuwa na makanisa. Sasa tunajiuliza, hivi kweli serikali inalaumuje kwamba serikali imejenga kituo cha polisi? This is not conservation. Kwa sababu ingekuwa ni conservation, ungedeal na triggers za conservation, sio kituo cha polisi. Nani alikuwa anawapa mapolisi bunduki? Walikuwepo tangu mwaka 79 hiyo kituo cha polisi. Makanisa mawili yalikuwepo kabla ya uhuru. Sasa baada ya hapo tukaona kile ambacho tumekiona kwa miaka mitatu. But ni story fupi ni kwamba 2024 watu wetu walikuja wakaandamana kwa maelfu na kulikuwa na sababu. Ndio. Miaka 4 ya wakati ule 2021 2024 serikali inatengeneza budget inapeleka katika maeneo mbalimbali nchini. Mimi na budget ya Ngorongoro ya miaka 5 2021 2025 hakuna shilingi moja iliyowahi kupelekwa eneo la Ngorongoro. So unao watu ambao serikali wanasema ni wengi, lakini ikija kwenye maendeleo wanasema hawapo. Then watu wakaandamana, wamefutwa kwenye vituo vya kupigia kura, wamefutiwa vijiji, huduma za kijamii zinatakana zibomolewe, hata kama zikubomolewa kwa sababu tulipiga kelele. Sasa ikaundwa tume kama sehemu ya response ya pressure, kwa sababu serikali inajali sana utalii. Tumepiga kelele kwa miaka 4, hawakusikia. Tulivyoandamana wakaja kwa magoti. Now they want to talk. Kwa sababu kuna keki inaharibika inaitwa utalii. Wow. Kwa sababu ambaye kimsingi ndio wanufaika wa hiyo business. Rais Samia akakutana na wananchi wawakilishi Desemba mwezi wa 12 2024. Na akaunda tume ambaye kimsingi hizo tume zilitakana zijibu maswali ambazo zimewafanya wananchi wakaandamane. Sasa nimesikiza tume zote mbili. Nimemsikiliza Jaji Ndika, labda nianze na hiyo. Mimi naelewa Ngorongoro kidogo. Wakati namsikiliza Ndika, ilibidi tu niende, kwa sababu alichokuwa anasema sio kipya kwangu. Amesema hivi, moja, hao watu ni wengi, ambayo kimsingi imeshasemwa sana, na akatumia formula akasema population growth ya Ngorongoro ni 3.6, inakuwa kwa 3.6. Ni kweli Ngorongoro imefanyika special census 2013, kulikuwa na watu 87. Ikafanyika special census 2017, kukawa na watu 93,136. Ndio. Ikafanyika national census 2022 August, census inaanza August 25, ambayo ikapatikana watu 100,793. Je,
inatengeneza population growth ya 3.6? No. Ukipiga calculations, na mtu yule anayenisikiliza anaweza akapiga, ni 1.6. Kwa nini utunge formula kubwa ambaye haipo? Natumia data za NBS, sio za kwetu, National Bureau of Statistics. Kwa nini useme 3.6? Na hiyo kwa hiyo formula ya 3.6 Ndika akasema kama tutawaacha miaka 25 baadaye, maana 2050, hiyo eneo hata, akasema hivi, hilo eneo hata likiachwa, ikaondolewa hoteli, zikaondolewa nyumba, haitatosha mifugo. Hiyo kauli sio mpya. Alikuwa anasoma summary, amesema hivi, ukitafsiri kwa Kiingereza inasema hivi, even if the population even if the government removes the settlements, tourism and other infrastructures, this area will not be enough for livestock alone. Ukienda kwenye multiple land use report ya 2019, yani even choice of word sio, ukisoma peji ya Roman 14 ya hiyo report ya multiple land use 2019 inasema hivi, even if the area was to be left solely for the livestock and exclude the wildlife, it will not be enough by 2038. Yani Jaji Ndika alicopy paste without interrogating. Copy paste. Kwa hiyo unataka kusema kwamba tume yani, hebu tuweke sawa hapo. Unataka kusema kwamba tume, nakuja nayo. Nimesema hivi, si amesoma summary, mimi nimesikiliza summary na nilikuwa naandika notes. Ndio. Anasema hivi, Ndika anasema even if the area will be, ukitafsiri kwa Kiingereza, kwa Kiswahili alikuwa anasema hata ili eneo likiachwa kwa mifugo peke yake, zikaondolewa nyumba, zikaondolewa utalii, wakaondolewa wanyamapori, hii eneo haitatosha mifugo kufikia 2050. Ukisoma ripoti ya multiple land use 2019 inasema hivi, even if, yani kuna hiyo neno exactly, even if this area would be solely left for the livestock, exclude the wildlife and settlement, this area will not be enough for the livestock by 2038. Yani walichobadilisha ni 2050 na 2038. Hiyo tu, yani neno mimi nimesikiliza kwake. Okay? So amecopy paste. Sasa sisi tunajiuliza, na mimi nilikutana na tume na moja kitu nakumbuka, walau nilimwambia Jaji Ndika, kuna mtu amekaa nyuma yako ambaye ni country director of Frankfurt Zoological Society, anaitwa Dr. Maurus Msuha, ambaye ni sehemu ya waandishi wa ripoti ya 2019. Mimi na video nimemwambia msije mkalifaa hiyo ripoti kwa sababu imefanyika katika mazingira ya kijinga. This is what I said. Then alipokuwa anasoma nikaenda multiple land use, lakini huyo niliyemwambia msije, anaitwa Maurus. Maurus alikuwa katibu wa tume 2019, ni katibu wa tume ya Jaji Ndika. What is the meaning of this? Yani tume ambayo ilihitajika kuinvestigate vitu ambavyo tunafanyiwa, ina katibu ambaye ndiye aliyetunga propaganda tunazofanyiwa. What do you expect? So mimi nimesikiliza mambo mengi kuhusu Jaji Ndika. Moja, hiyo narrative anayotoa ni copy and paste. Hiyo TLU anasema Tropical Livestock Units, imecopy paste 2019. Then hiyo formula wanayosema ya population growth, kilichobadilika ni 3.6 from 3.5. Maneno yote anayosema Jaji Ndika yapo kwenye ripoti ya 2019. Mimi nimeangalia neno by neno anayosema na yaliyopo 2019. Ukisikiliza summary, ukisoma summary ya 2019, naweza nikawatumia ripoti ya 2019. Ukisikiliza summary ya Ndika ni summary ya 2019. So amesema hivi, tubadilishe sheria. Badilisha sheria section 6C. Maana ni nini? Tuondoe protection, tuondoe haki, yani mifumo ya kisheria inayolinda haki za watu, ili baadaye tuje tuseme hakuna sheria hiyo. Hatutakubali, by the way.
Sawa, labda pengine umezungumzia sana tume ya Jaji Ndika. Nakuja kwenye ya pili. Kwa hiyo vitu ambavyo nina swali hapo. Okay. Nina swali hapo. Sasa ripoti hii ambayo umezungumzia tayari imeshatoa mapendekezo na imeshaeleza kila kitu ambacho unadai kwamba imefanya marudio ya multiple end report ya 2019. Sasa pengine hii sasa ina maana gani kwa wananchi wa Ngorongoro? Je, ni suluhisho au ni hatua ya mwanzo wa jambo? Actually, hii tume imetuletea mgogoro ambao hatukuwa nayo. Watu wetu waliandamana ili kuondoa unyanyasaji, na hii tume haijaleta majibu kuhusu hayo. Imerudia narrative ambayo tumekuwa tukisikia ambazo ni za kibaguzi. Na ni vitu vitatu naweza nikalinganisha. Moja, summary ya Jaji Ndika. Pili, documentary iliyoonyeshwa baada ya hapo. Na tatu, multiple land use. Ukiweka zote tatu kwa pamoja na propaganda tulizokuwa tukisikia kwa miaka minne is one and the same. Sasa wametuletea migogoro mingi. Moja, hii tume imependekeza kuanzishwe game reserve inaitwa Lake Natron. Hii tume hiyo wanaoita Lake Natron game control, ama kimsingi huo ni jaji, hakuna kitu inaitwa Lake Natron game control now, kwa sababu iko hivi. Labda tuelezane sheria kidogo. Ndio. Wakati wa ukoloni kulikuwa na sheria inaitwa nani fulani inaitwa Fauna Conservation Ordinance, ilianzishwa mwaka 51 na baadaye ilibadilishwa mwaka 74 kuitwa Wildlife Conservation Ordinance. Ilitengeneza maeneo inayoitwa game controls. Nchi nzima zilikuwepo 49. Katika hizo maeneo 49, eneo la sasa la Chuo Kikuu cha Dodoma na eneo la Ikulu ya Chamwino ilikuwepo kwenye eneo ambayo kimsingi ilikuwa ni game control. Eneo ambalo sasa mahakama ya UN Residual Mechanism, residual iliyokuwa mahakama ya Rwanda na mengine, kuna UN Residual Mechanism iko Arusha. Eneo la gereza la Kisongo na airport ya Kisongo, eneo la Njiro zilikuwa ni maeneo ambayo yalikuwa kwenye game controls. Eneo la airport ya Kilimanjaro, maeneo wanakopelekwa Masai Tanga kwa maana ya Msomera, eneo la Andeni, eneo la Kitwai zilikuwa ni game control. Kama kweli, na hiyo sheria ilikuwa inasemaje? Ilikuwa inasema hivi, game control definition wametoa, game control is an area where settlement, livestock and agriculture is not controlled but hunting is controlled. Ni eneo ambalo makazi, ufugaji na kilimo haina vizuizi, lakini uwindaji ina vizuizi. So maanake ni kwamba watu wakaendelea. Loliondo ilikuwa game controls, kulikuwa na Lake Natron. Sasa hivi wanataka waseme, sasa 2009 ikabadilishwa sheria iliyosema hivi, kuanzia sasa maeneo ambayo game controls zitakuwa haziruhusu makazi wala ufugaji wala kilimo. Lakini hiyo sheria ikasema hivi, section 1645 ikasema ili kuondoa mgogoro ya maeneo ambayo yalisha kuwepo game control lakini zina watu, serikali kupitia waziri wahakikishe zilizokuwa zimeanzishwa game control isije ikaendelezwa kama ina vijiji, na wakapewa miezi 12 wapitie waseme yepi yana vijiji yepi hayana. Yenye vijiji acheni. Eneo lote la Loliondo, eneo lote la Longido zina hati, ni vijiji. Kama hiyo sheria haieleweki, kwa nini hawahamishi Ikulu ya Dodoma? Kwa nini hawahamishi UN Residual Mechanism iliyoko Arusha? Kwa nini hawahamishi watu Njiro? Kwa sababu conservation yetu ina element moja ambayo ni muhimu sana watu waelewe. Ukiachana na conspiracies, propaganda, ina ukabila. Ni sehemu ya kufanya societal reorganization. Wanataka kuwa contain wa Masai, wanatumia conservation as a justification. Sasa Ndika akasema hivi, serikali iangalie ipandishe hadhi Lake Natron. Hiyo Lake Natron
ina kilomita square 3,000. Inatokea barabara ya Arusha na Manga mpaka Lake Natron. Ni vijiji zaidi ya 20 ambayo kimsingi kisheria sio, kwa sababu kama ni sheria wahamishe watu Njiro hawatahamisha, wahamishe airport Kilimanjaro hawatahamisha, kwa sababu ni shughuli ambazo kwa wanadhani ni ngumu kuhamisha. Wamasai you can just displace. Sasa tunakuja kwenye, kwa hiyo wametengeneza mgogoro ambao hatukuwa nayo. Hawakuwa na TOR kwa sababu wale ni majaji, walitakana walau wafuate TOR, ile hadidu za rejea. Hadidu za rejea hazikuwa zinazungumza Lake Natron game control, hazikuwa. Hawakuenda Longido, hiyo Lake Natron game control wanataka kuipropose iko Longido mpaka wanatoa ripoti, hawajaikanyaga Longido. How can you condemn the people on head? Yani unawahukumu watu hujawasikiliza. Wala walikuja Ngorongoro, tulikutana nao. Hatukubali na findings, lakini walau tulikutana nao. Sasa yule mwingine Iyombe, ile tume ya pili. Sasa pengine kabla hatujaenda kwenye tume ya pili, nilikuwa na hoja kwamba serikali mara kwa mara imekuwa ikisisitiza kwamba lengo la uhifadhi, yani inawahamisha na kuwaondoa jamii ya Kimasai kwa sababu ya uhifadhi. Lakini mara kadhaa umekuwa ukinukuliwa ukisema kwamba kwenye nyuma ya kuwahamisha watu kwa ajili ya uhifadhi kuna biashara iko nyuma yake. Sasa pengine nilikuwa natamani kupata ufafanuzi kuhusiana na hoja hii ambayo umekuwa ukisema mara kwa mara. Okay, moja ni kuna msukumo wa vitu vingi. Uhifadhi nimesema mara kadhaa na narudia, is a decoy, ni kipicha fulani kinatumika kuhalalisha mengine. Kwa hiyo si kweli kama issue ni uhifadhi, uhitaji kuhamisha watu kwa maelfu. Hao wanyama tunaoambiwa eneo halitoshi, huwa wanaenda sehemu inaitwa Masai Mara, Kenya. Masai Mara kwa ukubwa ina kilomita square 1510. Ni kubwa kilomita 8 tu kulinganisha na Pololet. Kilomita 8 tu. Serengeti ina kilomita square 14. Ngorongoro ina kilomita square 8292. Ukijumlisha hizi maeneo ambayo tuna lose, babangu aliondolewa Serengeti, tuondolewe tena Ngorongoro, watu waondolewe Pololet, tupoteze tena Lake Natron. Tunapoteza eneo, yani kwa hii ya Jajindika pekee tunapoteza eneo kubwa kuliko nchi ya Rwanda. Kama nimesema mara kadhaa, kuna element within the Tanzania government ambayo ni anti-Masai, na ndio maana ukiangalia within kuna neno Masai sana. Kwa unataka kusema mnabaguliwa? Of course. Sio kama nataka. Is very clear. Ukitaka, mimi natokea Ngorongoro, sitaki kuleta chochote, lakini ukienda Karatu, wilaya tunayopakana nayo, haizungumzi na ni climate moja. Na walikuwa wanaishi wa Masai, nilisema waliondolewa wakapelekwa na Wajerumani kwenye Masai reserves. Yes. Hawazungumzi, yani ikifika tu kwenye border ya Karatu inaisha. Ikifika kwenye wilaya ya Ngorongoro, nimefanya juzi analysis. Hii labda ujielewe hivi. Katika eneo la Ngorongoro, wilaya ya Ngorongoro ina kata 28 kwa maana ya kama 25 kata. Ni kata 2 tu ambazo Wamasai ni majority, ambazo haziguswi na Lake Natron game control, haziguswi na Ngorongoro, haziguswi na Pololet. Ni 2 tu. Ni kata ya Ngusero Sambu na kata ya Orgosoro ambayo kimsingi imekuwa ni mji mdogo wa Loliondo. Sasa hiyo ya Soit Sambu, juzi nimeona picha mashamba yamefyekwa. Nadhani lazima mtakuwa mmeiona. Vile vile sio sehemu iko kwa maana ya Pololet, sio Ngorongoro, sio Lake Natron, lakini vile vile wanahitaji kwenye uhifadhi. Yaani hao watu kiwakubalia, hakuna kata ndani ya wilaya ya Ngorongoro ambayo Wamasai ni asilimia zaidi ya 50 ambayo itabaki. Lakini moment wakifika, nimesema mwanzo, Wasonjo, na msinishukulie mimi ni mkabila, na sitaki watu waguswe, natoa tu mifano ili nieleweke. Kwenye hii Lake Natron, na mimi naongea hapa, hiyo Lake Natron wamesema itagusa kijiji cha Udonyo Sambu kwa maana tarafa ya Sale, kijiji cha Ngaresero na Jema ambayo zamani walihamishiwa watu kutoka Ngorongoro. Lakini ikifika tu maeneo ambayo wengine ni majority in northern Tanzania inaisha.
Mwaka 2024 walitengeneza, kulikuwa na plan ya ku-upgrade game reserve from Kiteto, wameita northern part of the country, sio northern. Nilisema wilaya iliyokuwa inaitwa Masai, Simanjiro, Kiteto, Longido, Monduli, Ngorongoro ndio ajenda uhifadhi Tanzania ipo. Kwa nini tuaprut jamii nzima kwenye maeneo yao kwa sababu ya one element? Kama ni uhifadhi, waulize hao watu wote, hao wote wanaobeba hii ajenda, hebu nenda kwenye ardhi ya babu zako, kata nusu, hawatakubali, na wote hawatokei hapo. So mimi nasema hivi in a very clear language, tunabaguliwa na kuna element within Tanzania government, si wote Watanzania wote, na niseme hivi, tumetetewa sana na Watanzania, this is very true, na hii issue haipo kwa common citizen. Kuna element within Tanzania government ambaye ni anti-Masai, na ndio maana hii dhana ya wamekuja juzi hawazikani. Kama issue ilikuwa ni uhifadhi, you don't have to attack people soul, you don't have to go to the root ya kusema kwamba miaka 1800 ama miaka 1400 hawa watu walitokea wapi. Sisi wote ni Watanzania. Kama issue ni uhifadhi, sema nyie ni wengi mnakata miti, tuwaambie kwenu kuna miti kiasi hichi. Hii tume mfano imesema kuna wanyama wamepotea Ngorongoro. It's so funny. Akatoa mifano mitatu Jaji Ndika. Ukienda kwenye multiple land use report wametaja hao wanyama watatu. Yani is copy and paste, copy and paste. Yani hawajaongeza hata wanne wa ziada. Wametoa, yani alichosema Jaji Ndika iko kwenye multiple land use report. I know the page. Unaenda unaangalia page 65, page 68, page 69, page 85, page 14, ile Roman 14. Wame copy paste, which is so bad. Kwamba na tujiulize, hawa ni watu ambao wanafanya maamuzi makubwa sana kwenye nchi yetu. Ni ukishakuwa jaji, tume inaongozwa na majaji, retired people. Expectation ya Tanzania ni kwamba na umetumwa na rais, walau uwajibike. Yani walau isitokee kingine kilalamikiwa ambacho kinaweza kikazuilika. Sawa. Yes. Turejee sasa kwenye tume ya pili ambako tume imebaini kwamba kumekuwa na idadi ndogo ya watu ambao wamehama kutoka Ngorongoro kuelekea maeneo ya Msomera, wilaya Handeni, mkoa wa Tanga. Pengine wamesema huu ni uhamaji wa hiari, lakini unadhani kwa nini ripoti imesema kwamba kumekuwa na idadi ndogo ya watu ambao wamehama kutoka eneo hilo? Unadhani hoja yako inaweza ikawa ni moja? Hii ni tofauti kidogo. Ndio. Kuna vitu Iyombe amesema ambazo zinahitaji kufikirisha watu. Tulishaambiwa miaka kadhaa hii ni voluntary relocation, ni uhamaji wa hiari. Iyombe amesema bayana watu walikuwa haikuwa consultative, ilikuwa lugha aliyotumia kwa Kiingereza ni kama is coercive inducement, yani kwamba unashawishi mtu atoke, sio unajadiliana atoke. Ndicho wamesema Iyombe. Ndio. Is the honorable language of saying sio voluntary. So hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Iyombe amesema huu mchakato umefeli. Amesema na ametumia language haijafanikiwa, maana ni kwamba imefeli. Wamefanikiwa kwa 7%. Yaani hii uchafu wote tuliopata kama nchi kwamba tunabagua jamii moja, faida yake ni 7%, performance yake ni 7%. Na mifugo wamehamisha kwa 5%. Kwa hiyo maana yake ni mchakato umefeli. Lakini vile vile Iyombe amesema swala ambalo lazima ifikirishe watu. Amesema kijiji cha Msomera peke yake wametumia bilioni 104 kujenga, bilioni 104. Kijiji cha Saunyi wametumia bilioni 18. Kijiji cha Kitwai wametumia bilioni 15. Kwa hiyo jumla sio hela ya compensation, sio ile ambayo mtu amepewa kama fidia, haijaenda kwenye mifuko ya watu, imeenda kwa wajenzi. Kwenye hiyo imetumika bilioni 137, alafu imefeli. Lazima tujiulize, kama sio kama mtu wa Ngorongoro, kama Mtanzania, hela yetu inatumika vizuri?
bilioni 137 for a failed program like this, kwa mchakato ambao kimsingi inajenga ubaguzi wa namna hii. Bahati mbaya, baada ya kusema hayo, very key admission, haikuwa consultative, imefeli, imetumika hela vibaya. Akasema lakini iendelee. Mosi, haitafanikiwa. This is the promise, haitafanikiwa. Haitafanikiwa kwa sababu, unadhani kwa nini haitafanikiwa sasa? Si moja, unajua kumwambia mtu toka kwenu. Tuchukulie mfano wa Palestina. Au tunapigwa sana, si ndio? Inadondoka mabomu kila siku. Mtu anapoteza mtu wa kwanza mpaka wa 7. Unajiuliza hao watu mbona waondoki? Ni ngumu sana kutoka kwenda kwenu. Ukiona mtu amekimbia kwao. Na sisi tunachojaribu kuonyesha ni kwamba how we love this country. Yaani hii nchi hatuwezi tukaipenda Tanzania. Mimi siwezi nikadanganya kwamba naipenda Tanzania kama siipendi Ngorongoro. That is a lie. So kama uzalendo ni kupenda kwenu, hii failure ni kwamba watu wa Ngorongoro ni wazalendo, wanapenda kwao. Kwao ni Ngorongoro kwanza, ndio wao wa Tanzania. Huwezi kama unaweza ukapewa shilingi ukahama kwenu, kesho ukiwa kiongozi wa nchi, si unapewa chochote alafu utauza nchi? So we are demonstrating we are not going to sell our country. We are not going to sell our birthright. Kwa hiyo haitafanikiwa, mosi, kwa sababu hii mchakato ni wa upigaji. I can tell you. Hiyo hela nimesema bilioni 137. Sio mimi nimesema, iombe, ambayo haijaenda kwenye mifuko ya wale waliohamishwa. Hiyo hela imeenda kwa nani? Okay, waliojenga hizo nyumba. Hizo infrastructures kweli zina thamani ya bilioni 137. Pili, Yombe akasema sasa hivi tunavyoongea kuna nyumba 1500 plus ambazo hazina wakaaji. Yaani serikali imejenga kufikia 2024. 2025 hawajahamisha hata mtu mmoja. Sasa unasemaje iendelee kama mwaka mzima mmeshindwa hata kumpeleka mtu mmoja? Na akasema lakini sio wamesema kwamba uendelee katika mfumo ambao umeboreshwa. Kwa maana watu wala hajaboreshwa. Anachodhani kwamba imeboreshwa ni kwamba serikali isiwe central, yani kwa maana ya watu wahame, asipewe nyumba, achague pa kwenda. This is going to fail than the first. Sawa? Kwa sababu kulikuwa na watu wana biashara za mabasi, sio? Kulikuwa na mabasi mengi sana, tunajua kina Esther kina nini, walikuwa wanasafirisha watu kutoka Ngorongoro. Hiyo hela ilikuwa inaenda kwa hao watu. Kulikuwa na hela zinaenda, nyumba zimejengwa na wanajeshi. Inawezekana kuna upigaji mwingi tu ambao inawezekana ni ngumu sana kuielezea. Lakini ukisha acha hiyo, mimi nasema kwa uwazi tu, itafeli kuliko ya kwanza. Moja ambayo tunajua ni kwamba serikali sasa hivi walau hawana hamu ya kufanya ubaguzi wa wazi kama walivyoanza nayo awali. Of course tayari wameanza. Hiyo tu documentary ukienda ukisikiliza, unajua, labda niseme vitu kadhaa. Mimi nimetazama mfano documentary na nikatazama na nikamsikiliza, narudi tena kwa Ndika. Anasema hivi, maboma zilizoko Ngorongoro ziko 17,000. Lakini nyumba zilizoko Ngorongoro ziko 23,000. Maana yake anamaanisha nini? Kila boma ya Kimasai ina average ya nyumba 1.2. Sawa? Na wakasema hivyo kwenye documentary. Lakini ukiangalia kwenye documentary unaona mwenyewe maboma ya Kimasai yalivyo makubwa, hakuna boma ni very rare kukuta mtu ana boma ina nyumba 2. Tunakaa kama vile communities. So mnakaa boma ina, yani kwa hiyo dhana ni kutengeneza. Yani unataka kutengeneza, weka idadi kubwa ya watu, weka idadi kubwa ya boma, something which is a lie. Sasa wataweza, kwa sababu of course wameanza nani kama ya vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vinatumika kueneza propaganda zimeanza. Waliosema hatuzikani wameanza juzi. Hawajasema hatuzikani bado tena, lakini wameanza walichokianzisha 2021. Kwao ni ulaji. Waandishi wa habari wanapelekwa Ngorongoro wakaandike, wanalipwa na serikali. Sawa? Sisi tukitaka kupeleka waandishi wanakamatwa. Mnakumbuka what happened 2022? Tulitaka kupeleka watu wakamatwa, alafu wa serikali wakaachwa wapite. But hii dunia sasa hivi we don't need a journalist
to go physically. Hii dunia ina simu, ina nini, ina teknolojia ya ajabu ambayo tuna uwezo wa kufika popote tunavyotaka. Waliodhani kwamba hatujasoma, kwa sababu imesemwa sana hatujasoma, hatujafanyaje, inawezekana hatujasoma, lakini tuna maarifa kidogo ya kujua mema na mabaya na ya kujua kuhusu uonevu na kukataa uonevu. Hizo walau tunazijua na tutapambana. Of course ni ngumu kwamba tunapambana na serikali, lakini hii dunia sasa hivi uhitaji silaha kupambana, unahitaji akili, na kwa sababu tunayo walau watu wenye akili timamu, tutaona kitakachotokea. Lakini mimi najaribu kuwaza kama Mtanzania, tutumie CAG aliwahi kusema inahitajika bilioni 900 kuhamisha hao watu wote. Sasa hivi wameshatumia bilioni 137 for 7%. Maana yake ni nini? It is going beyond trillion, sio? Lakini tujiulize ya pili, kwa hiyo pesa wanayosema kama kwa miaka 4 umefanikiwa kwa 7%, ukienda kwa hiyo speed, what do you think? It will take you 33 years to finish. Kwa nini tuwekeze biashara ambayo hailipi? Lakini kwa nini tuwekeze? Na unajua wanasema sana kama vile wanasema Masai. Labda nitoe mfano mmoja. Hii serikali kwa nini huwa wanasema Wabarbaig na wanasema Wahadzabe? Na wamesema sana Wamasai walivyokuja, kuna watu sana wanasema walikuja juzi na walivyokuja wakaua wengine, wakaua Wahadzabe, wakaua Wabarbaig. Unatengeneza dhana ambayo unajua mtu ambaye haelewi historia atajua kumbe sisi Wahadzabe ni wachache kwa sababu ya Wamasai. Kumbe sisi kina fulani, unajua ndivyo sumu inavyojengwa. Sawa. Bahati mbaya ni kwamba kulikuwa na kesi fulani ilishawahi kupelekwa na Wabarbaig mahakamani kutokea Basutu. Kinachosemwa kuhusu indigenous people, wakasema hao Wabarbaig sio indigenous wa Tanzania. So sasa hivi wanasema ni indigenous wa eneo la Ngorongoro, lakini miaka ya 80 walivyoenda mahakamani, wakili wao alikuwa jaji mkuu aliyepita anaitwa Juma, ndo alikuwa wakili na wengine of course, wakasema sio indigenous wa hili eneo, kwa maana ya Tanzania, sio indigenous Tanzania, lakini sasa hivi indigenous Ngorongoro. So kesho ubaguzi, unajua ina tabia ya kumea. Leo ni Wamasai, kesho ni Wamakonde, kesho kutwa ni mwingine. Hiyo elements ambayo sasa hivi ni anti-Masai, it can be anti anyone. Sisi kazi yetu kama binadamu ni tusinyamazie kwa sababu tunadhani haituhusu, kwa sababu kesho anaweza akawa ni mwingine na ikatumika silaha ile ile kwa mazingira ambayo inaumiza kuliko ambayo inaumiza sasa hivi wengine. Sawa. Je, unadhani kuna uwezekano sasa wa kuwepo uhusiano ule wa moja kwa moja kati ya uhifadhi na kuhamisha watu? Yaani kuna uhusiano wowote hapo wewe unavyoona kwa maoni yako? Unajua hivi Ngorongoro kuna nini? Kama tunafikiria kuhusu uhifadhi, so kuna wanyama, sio? Ndio. Sifa nyingine ya Ngorongoro ni ipi? Kuna crater ambaye Samia alisema juzi, eneo la ajabu kwamba lina unbroken caldera, is the largest. Ni eneo kubwa ambalo limedidimia bila kuvunjika pembeni. Kwani Wamasai wakiwa milioni 7 ama wakiwa milioni 50, hilo bonde litadidimia? No. So sifa ya kwamba ni unbroken caldera haihusiani na idadi ya watu. Haina mahusiano kabisa. Yes, kuhusu maisha ya watu. Nakuja. Nimesema hivi, hiyo kuwa caldera haihusiani na kama inahusiana, kama Wamasai ni wazito, wakitengeneza caldera ya pili, si serikali itapata hela? Kwa sababu sasa hivi wanapata kupitia crater. So ya pili ni kwamba idadi ya wanyamapori inahusiana na idadi ya watu, inaweza ikawa mahusiano. Lakini hivi tukitaka hii nchi makadirio ya population growth ya Tanzania sasa hivi tunatarajiwa miaka 80 ijayo, 80 tutakuwa kati ya nchi 10 ambayo zitakuwa na nusu ya idadi ya watu duniani. Itakuwa ni China, India, DRC,
US, Nigeria, Tanzania, Ethiopia, I think Egypt, nchi 10 zitakuzwa kuwa na idadi ya watu nusu. Sasa kama hii ndio growth ya Tanzania, maana sio growth ya Ngorongoro peke yake, hao watu tutaweka wapi? Vile vile hiyo tunayosema, nimesema kuhusu wanyama, nimesema Masai Mara ni ndogo mara 8 ya Ngorongoro. Mbona hawa wanyama wakienda Masai Mara, kwa sababu huwa wanatoka sasa hivi wako Ngorongoro tunavyoongea, mwezi wa 4 kuelekea wa 5 wanarudi, wanapita Serengeti, wanaenda Masai Mara. Wakienda kama Masai Mara ni kadogo, sawa, wakienda mbona hawafi kwa msongamano? Hiyo inayosemekana ni propaganda ya kuhalalisha kinachotakikana, lakini Ngorongoro ina wanyama wengi ajabu. Hao watu wote wanaenda kushangaa kwa sababu hapo ukimsikiliza Rais Samia anasema ni eneo la ajabu, kuna wanyama wa kila aina, alafu wanasahau, wanasema sasa hivi ukienda Ngorongoro wanyama wamepotea, yani in the same sentence. Vile vile kuna mfano utalii. Serikali ina admit walau kwamba fedha za utalii, Ngorongoro ni eneo linaloongoza kwa kuwa na hela nyingi ya utalii kuliko eneo lolote, na ndio eneo pekee la kiuhifadhi lenye watu. Hiyo inakwambia nini? Inakwambia kwamba watu sio threat ya utalii. Kama ingekuwa ni threat, ingekuwa la mwisho, kwa sababu national park zote hazina watu, kwa maana watu wa asili. Game reserve hazina. Game control kisheria haitakani iwe nayo. Kwa nini hii eneo lenye watu linaongoza? Kwa sababu watalii hawana issue. Wenye issue sio wao wazungu, ni hao wabongo, wanatumia tu propaganda ya wazungu kuhalalisha wanachokihitaji. Na nirudi kwa sababu kuna kitu nilisahau. Mfano na ambaye tunahitaji tu kufanya test. Nimesema hii tume imekuza idadi ya watu kwa kutumia 3.6, wakati ukipiga formula ya 2013, 2017, 2022 ni 1.6. Lakini vile vile tume wakasema watalii wanaingia Ngorongoro ni 800,000. Tume Ngorongoro wenyewe wanasema ni 1,200,000. Sasa kwa nini tume wamepunguza watalii 400? Ni kwa sababu wanataka kuonyesha impact ya tourism ni ndogo. Wamepunguza Ndika amesema na mwenzake watalii waliotembelea Ngorongoro 2025 ni 800,000 na kitu. Ngorongoro, kaangalia ripoti ya mwisho wa mwaka, wamesema wameingiza 1,200,000, lakini tume ikashusha, lakini kwa watu ikapandisha. Why do we have to do this? Kama tunahitaji genuine facts, kwa nini tuweke mahesabu ambaye si halisia, ambayo it can be verified by a second? Sasa tuamini nani? Tuamini tume? Tuamini au ile ni promotion ya Royal Tour kwamba ina mafanikio? Kwa nini taasisi za umma zidanganye? Kwa sababu at least mmoja ni mongo, aliyesema 1,200,000 au aliyesema 800,000. Lazima taasisi za umma zijenge taswira ya kuaminika kwamba data zake ni za kuaminika, na ukitumwa kuinvestigate kitu you have to investigate it. Kwa hiyo formula, namalizia, kwa hiyo formula kwa Ngorongoro wametengeneza, kwa hiyo 3.5 kwa miaka 25 ijayo wametengeneza watu hewa 117,000. Kwa nini utengeneze kitu ambacho hakipo? Na ukiapply hiyo formula yao ya 3.5 ama 3.6 waliotumia kwenye multiple land use, ukiangalia official data ya 2022 huipati, ni uongo. Kwa sababu ingekuwa ni kweli watu walikuwa wanakuwa for 3.2 kama walivyosema 2019, Ngorongoro 2022 ingekuwa na watu 110,000. Haikuwa nayo, waliongeza watu 10,000 for 5 years. Fake. Kwa nini tuweke? Sawa. Wewe kwa upande wako nadhani hiyo ripoti sio realistic kulingana baadhi ya watu pia wanasema kwamba baadhi ya wananchi wa Ngorongoro wanasema kwamba hii ripoti sio realistic kwa sababu tathmini yake sio huru na imerejea hadidu za rejea chache ambazo hazina ule uhalisia wa hali iliyopo kwa sasa. Unadhani pengine sasa
Kwa maoni yako wewe kama mtu ambaye ni mkazi wa huko na umekuwa ukifuatilia mara kadhaa, ni mbinu zipi ambazo zinaweza yani unahisi ni sahihi zifanyike kwa haraka kuweza kuondoa hii mivutano ambayo inaendelea katika eneo lile? Nadhani ni masuala kadhaa. Na nadhani kuna swali lako ambalo nadhani bahati mbaya sikulijibu. Moja, kama tunahitaji majawabu ya masuala haya, turudi kwenye uhalisia. Okay? Na uhalisia ni kwamba hii tume ilitakana ituambie nani alitunga hii idea ambayo imekuja kutuumiza namna hii. Yaani miaka 4 hujapata senti ya serikali. Ni watoto wangapi wamefariki kwa sababu hawana matibabu? Imesimamishwa medical flying service kwa sababu walikuwa wanatoa huduma Ngorongoro. Sasa hivi ni mwaka wa 4. Ni kina mama wangapi wajawazito wamefariki? Hii tume itakana ichunguze na ilete majibu na watu wawajibishwe. Nani aliwaambia watu wa TAMISEMI wahamishe hela? Yaani hela ipo kwenye dispensary ikaondolewa. Nani alitoa maelekezo ya halmashauri wasipange budget ya Ngorongoro kabisa? Tume itakana ije itupe majibu hayo na hao watu washtakiwe. Nani aliyeeleza kwamba Wamasai wasipate ajira? Kwa sababu walau kuna barua ilishawahi kutumwa kwa tour operators. Inasema hivi, kama kuna Masai wa Ngorongoro ambaye ana ajira hapo kwako, muhamishe. Mlete mtu mwingine ambaye si wa hapa. Hiyo barua ipo. Nani alikuja na hizo theory? Hao watu wanatakana watoke kwenye utumishi wa umma. Kwa ninavyosema sisi tunakuwa targeted kama jamii. Hivyo wewe fikiria, barua imeandikwa, tour operator is a private entity. Ni mwekezaji tu kama ambavyo unaweza ukawa wewe. Alafu mtu wa serikali anakuja kukuambia kama una Wamasai wa Ngorongoro wahamishe. Kama una facility nyingine unafanyaje? Kwa nini tufikie huko? Hiyo inaongeza idadi ya miti. Hiyo itaongeza idadi ya wanyamapori. So tunachosema tume haikujibu kile ambacho nani alisema sisi tufutie uchaguzi. Sasa hivi Lissu wanampa kesi ya uhaini kwa sababu amesema tutazuia uchaguzi. Si ndio? Ndicho walichosema. Aliyetaka kuzuia uchaguzi Ngorongoro kwa kufuta uchaguzi usifanyike Ngorongoro, kwa nini sio mhaini? Kama ni uhaini kusema tuzuie uchaguzi usifanyike, manake aliyefuta Ngorongoro kuwa eneo la uchaguzi alifanya uhaini. If this is the real purpose, huyo mtu mbona akamatwi? So tume hazikuwajibika vile ambavyo tulidhani zilihitajika kuwajibika. Kwa nini? Mfano, kuna sehemu moja ulisema mwanzo, watu watambuliwe na boma zitambuliwe na mifugo watambuliwe. Kuna watu wanadhani hii ina maana njema. Kuna nchi 2 zinajulikana duniani ama 3. South Africa wakati wa utawala wa makaburu, Marekani wakati wanawatesa wa Black Americans, na Palestina. Ilikuwa ni mazingira kwamba ukiwa black kwa South Africa na kwa Marekani, you must have a pass card. Ukitaka kwenda hoteli, kuna hoteli ambayo ni segregated, settlement segregated, unahitaji kuwa na kitu kama passport kutembea. Sasa hivi tume wanataka wafanye ambayo kimsingi walikuwa wanataka kuimplement ndani ya miaka 4, kwamba mimi nikitaka kwenda nyumbani naulizwa kitambulisho chako kiko hapo. Unauliza kipi? Wanasema chakula. Sasa si nyinyi mnafuta uchaguzi. Sasa kama mna uwezo wa kufuta kitu ambacho kinanipa kitambulisho, tutakuwa nazo je namna gani? Wanasema kitambulisho cha ile inawasaidia nini? Sisi tunahitaji haki. Na haki, yani cha kwanza kabisa, kabla hatujafikiria kuhusu kuongeza utalii, kufanya masuala ya uhifadhi, tunahitaji haki. Tumeonewa vya kutosha, tume haijaleta majibu kuhusu haya. Baada ya hapo, tutahitaji sasa turudi kama nchi. Kwani nyinyi mnahitaji ni Ngorongoro? Si mnahitaji utalii? Si mnahitaji uhifadhi? Are we a threat to that? Sisi ng'ombe wetu na huyo swala hawana shida, wenye nayo ni sisi binadamu.
Hii eneo kabla haijaitwa hifadhi ilikuwa na mifugo, ilikuwa na watu. Sasa tuna lazima tuondokane na hii dhana ya kuamini eneo litahifadhika tu watu wakiondoka. Nilishawahi kuandika article moja ya Chanzo nikasema, kama kwa sababu Ngorongoro wanasema ni World Heritage, kwa hiyo tuondoke. Kama ni kweli hiyo dhana wanatumia, kama kulikuwa na watu miaka milioni 3 iliyopita na hawajaribu, kwani wa sasa hivi wanakwatwa wadhani kwamba itaharibu ambayo haijawahi kuharibika? Kama watu wote wakawa na hii mentality kwamba eneo yenye heritage tunaondoa watu. Nikaitoa mfano, mji mkongwe wa Zanzibar ni World Heritage. Mimi nimeenda pale mji mkongwe, kuna nyumba zimeshikana, zina waya nyingi, unaogopa ikishika moto, mji mzima unashika moto. Lakini inawezekana kwao, ina sense. Mimi siwezi nikaleta formula zangu za Ngorongoro kwenda ku apply Zanzibar. Kuna maeneo wamezaliwa kina Yesu, kina Mtume Muhammad, sawa, kina Moses. Kama kweli tukasema tukaondoe watu kwenye maeneo yenye heritage, kuna nchi nyingi sana sasa Middle East itakuwa ina watu, kwa sababu karibia kila hatua 10 kuna historia ya mtu mmoja mashuhuri sana duniani. Sisi tunahitaji turudi kwenye common sense. Hao wanyama walioko Ngorongoro bado inatosha kwa wanyama wengi maradufu kuliko hao. Inatosha kabisa. Inatosha kwa mifugo wetu, inatosha kwetu sisi. Dhana mbaya ni kutaka hii miaka 4 wakati sinafanywa hizi rafu zote, ni hoteli ngapi zimeongezeka Ngorongoro? Juzi natoa mfano miwili. Kuna kwenye kijiji chetu zote mbili, mtu anakuja kuchunguza eneo, amepewa hoteli, anakuja ina maboma. Sasa yeye mwenyewe anashangaa, ameelekezwa tu nenda kwenye eneo fulani utakuta sehemu ya kuweka hoteli, ina maboma. Serikali walitarajia by this time watakuwa wameondoa kila mtu, wakaallocate hoteli. Sasa hivi kwenye eneo la pili kwenye kijiji chetu vile vile, eneo inaitwa Ndutu ambayo amesema sana kwenye ripoti, watu wanaambiwa eti hameni kwa sababu kondoo wenu wanapiga sana kelele usiku, au mabeberu wanapiga sana kelele usiku, wanawadisturb watalii. Kama mtalii ametoka Brazil, Marekani, China, anadhani kelele za mbuzi zinasumbua, hiyo hahitaji kufanya kwenye hiyo nchi. Mbona wakifika Arusha, namaliza, mbona wakifika Arusha wasemi wanasumbuliwa na sauti za magari? Kwa sababu barabara ni mita 4 kutoka kwenye hoteli. Lakini hiyo kwa sababu wenye tatizo sio wazungu, wenye tatizo ni mifumo yetu ya ndani kutumia industry kuhalalisha kile ambacho wanakitekeleza. Wakati mapendekezo, maoni, tathmini ya tume ikiendelea kugonga kwenye vichwa vya watu, mjadala wa Ngorongoro bado unaendelea kuwa mizizi na unaendelea kuibua maswali makubwa kwenye hoja kuu 3. Kwanza, uhifadhi, haki na maendeleo. Je, inawezekana kupata usawa kati ya hivi vitu vitatu? Hilo ndio litakuwa la mwisho kwa leo. Okay, nadhani ni swali zuri la mwisho. Vitu vitatu: haki, uhifadhi na maendeleo. Kwa maana hiyo tuite utalii, ambayo kimsingi ni objective 3. Ni zile tunarudi 1950. Labda nieleze kwa lugha nyingine. Tatizo kubwa la eneo la Ngorongoro kwa sasa sio hiyo idadi ya watu inayosemwa, wala sio uhifadhi. Utalii inatumika kama synonymous, hiyo neno la Kiswahili kusema, yani kama neno mbadala la uhifadhi. Yani, lakini si kweli the threat. Yani utalii inahatarisha uhifadhi kuliko shughuli nyingine yeyote. Mfano, kwa official data za Ngorongoro wana watalii 1.2 million. Hiyo ni sawasawa na watalii karibu 3,500 kwa siku. Hawa watalii wanalala wapi? Hawa watu wanakunywa maji ya wapi? Sio? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna infrastructures nyingi, kuna manyumba, mahoteli to accommodate walau watu 3,000 kwa siku, nusu ya hawa watu ambao wamehamisha kupeleka Msomera. Yani karibia idadi wanaopambana nayo wanaingia Ngorongoro kwa siku hiyo idadi. Kwa hiyo tunachosema ni kweli inawezekana ku maintain status quo, na tumejaribu sana kusema sisi, mkitupa nafasi ya kusema
tutaleta. Mosi, tunajua serikali inahitaji hela. Sasa hivi bado inapata hela, sio? Kwa hiyo kuhusu maendeleo sio threats, kwa sababu ukitumia official data za serikali yenyewe, 52% ya fedha za utalii zinatoka Ngorongoro. 52 zinatoka Ngorongoro. 70% ya watalii wanaokuja Tanzania wanaenda Ngorongoro. 70. So kuhusu maendeleo, wala hata hiyo sio swali, tayari ina majibu, kwa sababu official data hata sasa hivi inaongoza, na hakuna evidence kwamba ukiwaondoa Wamasai utapata idadi kubwa zaidi. Kama ingekuwa inafanya hivyo, Serengeti ingekuwa inaongoza, kwa sababu ni kubwa mara 2 ya Ngorongoro, almost mara 2, na haina, mlishawaondoa. Kwa nini siwe na mafanikio namna hiyo? Na ni kubwa na ni World Heritage. Mbona ukiangalia data za utalii, Selu inakaribia square kilometer 30,000, inaingiza 1% ya watalii wanaokuja Tanzania, sio? Sasa maana yake ni kwamba hizo data zinazojengwa wala si za kweli. So hiyo ni ya kwanza. Kuhusu hela, wataendelea kupata. Kuhusu balance, sisi kuna proof hivyo. Hao wanyama kwani walikuwepo Ngorongoro peke yake? Pita hapa Northern Tanzania tu mfano, siji proud, lakini unajua ufugaji ina balance nature, kwa sababu sihitaji kuwinda swala kwa kuhitaji nyama na mbuzi. Kwa hiyo na kuna mahusiano mengine ambayo ni cultural, sio? Sisi inawezekana tuna nature fulani ambayo we want coexistence. Sisi tembo, ukienda Karatu, nilisema mwanzo, ukienda Karatu, ukienda hizi wilaya zinazozunguka Serengeti ecosystem, kwa maana ya Ngorongoro Serengeti, fuatilia data za Wizara ya Maliasili na Utalii, kila siku wanapeleka maaskari wakaue tembo wanaoingia kwenye mashamba ya watu. Sisi hatujawahi kuita serikali kwa sababu kuna mnyama amefanya ukorofi. Why? Kwa sababu internally kuna maswala yanatokea. Fisi atakula mbuzi, kwani hata ukiondoa hifadhi, ikifutwa ikiwa sio hifadhi, si watakula tu? Kuna watu wanasema watoto wanaliwa na wanyama pori. Kuna mtu aliwahi kuuliza, kwani mjini si watu wanauliwa na pikipiki? Si wanauliwa na magari? Kwani watu wanahama mjini? Lakini vile vile, kwani wanakula Ngorongoro peke yake? Hata hizo wilaya ambazo sio hifadhi, si fisi wanamaliza watu? Sasa dawa ni ipi? Dawa haiwezi ikawa kwa sababu kuna watoto 3 wameliwa na simba, ambaye kimsingi kuna mtu mmoja alikuwa balozi wetu wa Ubelgiji, bado ni balozi wa Ubelgiji, anaitwa Nyamanga, aliwahi kusema huyo simba aliyekula watoto wa Barbal aliwekewa GPS na serikali na walikuwa na monitor, na akataja GPS number waliomwekea, alafu waangalie kama atakula watu, na akala. Assume ni kweli, assume alichosema Nyamanga ni kweli. Hivi tunahitaji kuwakamata watu wangapi kwa sababu hiyo tu? Yaani kwamba unatumia binadamu kufanyia tafiti. Hiyo ni unyama ambayo hata wazungu kadhaa hawakujaribu. Inawezekana kuna waliojaribu slavery na vitu vingine, lakini kipimo kikubwa sana cha ukiukwaji wa haki za watu ni ukikuta watu wanakula watu, ukikuta watu wanatumia binadamu kama tafiti inayopelekea huyo mtu kufa kwa ajili ya tafiti. Kama wamewekea GPS, lazima Watanzania waulize, si Ngorongoro peke yake, sio Masai peke yake. Kama ni kweli, ni vitu viwili. Kama alisema uongo, hahitaji kuwa balozi. Kama alisema ukweli, yeye hahitaji kuwa balozi, na wote walioshiriki hawahitaji kuwepo kwenye ofisi za umma wala hawahitaji kuwepo mtaani. Wanahitajika kuwa gerezani, kwa sababu watoto ni kweli wamekufa, serikali ilikuwa inaangalia on a remote. This is very tragic, very tragic. Sawa bwana, nikushukuru sana kwa muda wako, na pasi na shaka kwa wakati mwingine ambapo kama tukikuhitaji basi tunakukaribisha sana. Sawa mtazamaji, sawa okay, mtazamaji ambaye ulikuwa ukifuatilia The Chanzo kwenye mahojiano haya ambayo tumeyafanya na Joseph Moses Ole Shangai ambaye ni mwanasheria na mtetezi wa haki za binadamu ama jamii hususan za Ngorongoro. Mpaka kufikia hapa tumefika tamati. Kwa niaba tu ya Dawai ambaye iko nyuma ya kamera, kwa maana Ambrose,
Sisi hatuna la ziada. Mimi ni Ibrahim Mgasa.